Kivu Report, 75 TV. Journal d'actualité. Bienvenue sur Kivu Report, 75 TV, votre chaîne d'information consacrée à l'actualité de la République démocratique du Congo, de la région des Grands Lacs et du monde. Notre rédaction vous propose des informations, des reportages et des analyses sur les principaux événements politiques, sociaux, économiques et sécuritaires. Abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche de notification et partagez nos publications afin de rester informé de nos dernières actualités. Kivu Report 75. TV, actualité du Sud Kivu, Kalégé. De violents affrontements signalés à Lumbishi, Chambombo et Kazinga. De violents affrontements ont été signalés dans plusieurs localités du territoire de Kalehe, au Sud Kivu, notamment à Lumbishi, Chambombo et Kazinga. Selon les informations rapportées par une source locale, les combats ont opposé les Wazalendo à la coalition M23 AFCRDF et se sont poursuivis durant une grande partie de la journée. La situation resterait toutefois tendue à Lumbishi, où des affrontements seraient toujours en cours. Ces informations restent à confirmer auprès de sources indépendantes et officielles. Kivu Report 75 TV. L'information au cœur du Sud Kivu. La population des Iralo, quand vous voyez ici à l'école, c'est à l'épée Mianda. À l'épée Mianda, à l'église 8e CEPAC de Mianda. Donc, ce n'est pas un marché, mais c'est la population des Iralo. Certains se reposent d'abord ici en attendant comment est-ce qu'ils vont traverser vers le groupement de Walo à Luanda dans Walikale, le territoire de Walikale. Donc tout ce monde ici que vous voyez, donc tous ces villages ici, ce sont les déplacés de Tushunguti, Bunge, Kusisa, je ne sais où, dans le groupement des Iralo qui sont en train de se reposer un peu en attendant comment est-ce qu'ils vont traverser soit vers le groupement de Walo à Luanda, territoire de Walikale. Et si Dieu est dans, ces derniers vont un peu rentrer, bon. Ils peuvent se reposer ici ou passer au moins une nuit pour voir comment est-ce que cette population va retourner et regagner ces villages dans le groupement des Iralo. Kazimira alisema bongo maservisi hazianza tumika. Aucune division provinciale n'est opérationnelle. La faiblesse à AFC M23. Non, est-ce que uko ndani peut-être que mais si ma service c'est pas toucher baraia. C'est ma service public. Donc on les appelle des services publics quand même des républicains. Hakuna division hata moya yenye à part urbanisme na affaires foncières. Du Bukavu ni mambo ya bulongo. Franck la santé, DPS, ile mapono ya maebola, mabitu, ma VIH, sida na makolera zenu. Les Israéliens quand même. Uniambia ingine division yenye inafunguliwa. Uniambia ingine division yenye inafunguliwa. Jacques famille enfant, Jacques Singoni alipo ama lufaranga. Division, toutes les divisions. Division économie iko wapi? Yetuko tunasema sai. Ya commerce extérieur, ya sport et loisirs, culture et art, budget, finance, ziko wapi? Na ndio faiblesse ya M23. Ile kufunga ile maservice. D'abord, l'administration publique et la politique. Njo ba services zingepashwa basaidia kuasware pouvoir yenu. Njo bagakosha bomba balibunolinda mukazifunga zote. Et pour preuve baja ya mingi ima biliote munasikiaka mwa hii mwingine
ni bale ba persone ya 3e âge benye walikuwa tumika mwa ile madivision benye biko wanakufa na njala na iko kukichwa yenu ile Non. ai C'est ça, Blaise. Non. habatumikake tena Non, Blaise, non. Dire que batu liko banakufa ni mkifu ya M23, ça ne peut pas passer. bale walikuwa wanatumika mu maservice wanakufa na njala. Blaise, non, ça ne peut pas passer. Retire ça, Blaise, par élégance, retire ça. Mimi na retirer. Merci. Mais il y a un problème. Oui. Ufanye vox pop parce que n'y a mfanyake ma statistique. Tous nos vieux là qui travaillent dans les services, nombreux n'existent plus. Parce que moi je peux résister, idée bakulu anaweza résister, des fois anaweza résister. Mais uko miaka ingine yenye kama unatosha mtu mkazi yake anakufa. Qu'est-ce que tu proposes comme piste de solution? Deuxième chose, Casimir anasema ya justice. Je suis très content. Si wote tulifurahia kazi ya mouvement depuis lifikaka hapa bo que ça soit liberté d'expression donc on a exercé ça hii. Mais kuko ingine problème yenye inalamuka tena. Iko ile ya kujiamprendre kumabia ya ba particulier. Ile ndaisema. C'est-à-dire, je m'explique. Manyumba za ba particulier. Hein? Za banani. Mimi nasema ba particulier haziko za chama. Haiko za leta. Meme Kinshasa. Sasa yako, acha nikwambie. Kinshasa mlota za Bafourne nanga nyeba inyosaka. Kamata za ba Joseph Kabila, ça doit se répercuter. Ça doit se percuter. Ça doit se répercuter. Sikia. Mimi yasema ta. Mais M23 silipia corriger bia Kinshasa. Sasa tuko mubia wapi? Quel est le changement? Casimir iko ku bureau d'études ya gouverneur, non? Félicitations Casimir. Tunapokeaka, utaanza pokea. Swende ukamate nyumba ya location kama una kwako. Mbona sisi tuko locataire, mimi niko locataire. Na muvile kwanza hakuna muvile. Et puis, pire encore. Et les personnes de 3e âge et enfants. Moi mna batupa nje. Sur le plan, acha nikupatie exemple. Acha nikupatie exemple concret Claude. D'accord. Mimi sisema besiwe. Okay. Mama yake na honorable Claude Nyamuga iko na 96 ans. Munyumba yenye mtoto yake alimjenge yake. Bali mtupa nje jana. Na vyake vyote mtu wa 96 ans. Na mnapenda shie tunyamanzie vile. Sur le plan de la justice et des droits humains, bakuba chama batusaidie. Merci. Bapunguze ile mabitu. Mais Blaise. Bapunguze ile mabitu. Nawaza kama haikuwa seme juu ulizalaka politicien mwenye iko Kinshasa iko Kahoko. Njowe mama au baba unapaswa beba souffrance ya vya ule mtoto. Mais Kinshasa kwa balifunga meme bandugu ya wale wiko mwendo 23, on les a arrêtés. On a ravi leur maison. Je pense que ça se perd. Donc c'est pas ça. C'est qui a Claude? Ouais. Tu peux me dire maintenant, hein? Parce qu'on a peine à ninguer mu structure étatique. Non, Blaise, laissez-moi donner. Prof Nyamugabo iko nani mu gouvernement ya Congo leo? C'est au cadre de l'Union sacrée. Il a été ni fonction gani? Il a été mamake ni nani? Mamake ni nani wa 96 ans mu Union sacrée? Mamake ni nani wa 96 ans mu Union sacrée? Wewe Amos Msibo unasema hapa. Babako washaka mfukuza walungu. Merci. Unaweza lipa ya babako? Merci. Très bien, on va donner la parole quand même aux autres ici. Non. Unaweza lipa ya babako? Amos, Blaise, il faut d'abord être tempéré. Il faut être tempéré. Niko tempéré. Non, leo uko gisi sikujua. Je sais pas, nilikuwa leo. Je sais pas que zile ma injustice. Ziko za mingi. Mtu wa 96 ans, mama wa 96 ans. Non, anatupa nje. Banatupa nje juu mtoto yako alikujengeaka nyumba, mamake na defo iko Kinshasa wa 96 ans, bamtupe nje juu defo iko
Mais il faut être modéré, je pense que mais ce sont nos amis qui doivent être modérés aussi. C'est pour l'intérêt de nous tous. Je pense que le plus important c'est l'intérêt d'abord. Et le média c'est les droits humains. C'est les droits humains. L'intérêt à raia, hein. Nous c'est les mamans on a c'est ça iko raia. Non pas moi, c'est Blaise Maseka, discipline quand même. Hapana Claude. Discipline. Tuache mikoba susema. Hapana mimi sitasema tena. Merci. Ule mama iko raia. Non, Blaise Maseka. Okay, bon, nishasema tu uninyang'anye kauli sitasema tena. D'accord. Voilà, kama kunisikia baisha sikia. Batu baine ndio bachinja biko tu pale kumosha mashamba. Bachinja 4 personnes. Biko pale. Mna mafamili? Ilikuwa nani? Iko mwingine kuna ni mzee Crispet tu hapa vazeni mwenyewe kwako hapa tu karibu bala polisi ile ule hapo pembeni. Crispet wa mfano bana muua. Huyo masa na biso shika tutola bana. Bo frère nangawa na. Nani? Bo pesa ngato. Na mwingine mkiana banana tutoka na babo kwa. Na batoto mkiana mwa iko tu kwa mama yake kwa pana mtoto na pendaka uzisa kabotiki mwa kotea panga mkotea. Ule yuko na bebe hivi. Bebe hivi mkotaka kwani. Bana nasikia adui alienda nani? Bapela ni kweli ni kama. Hawa kwenda kule. Nikatala kwenda kule. Age. Besa bao habiko avuka mai. Mbona wanasema uko de group? Besa bao tunjo bipita huko. Hapana. Bana zarizi. C'est vrai. Bachinja 4 personnes. Maiti iko saiti pale. Ye kutunde batu bazolela balobite nani? Papa tolelio na mabukusi bagarde bazolela huko nde blague. Kimbia na hapa ni distance gani? Iko distance 3 heures dista. Mebashamba mpunga. Habana nia ya kukuya hapa. Baba bana nia. Banaza kama huku ni maneno mengine. Biko atembea na telefoni akabambi biko na pistere yote. Ikabaleta kota mwingine banarudia kupori. Ah bon? Kila mtu kuna telefoni akabambi tu Android. Akwe batoto yote biko onesha tu. Yako na tombe watu. Nasema tusiende kule. Turudie tu kule kupori. Bakuye tutapondana. Petit yangu pole vraiment. Na Mungu asifiwe. Mchinja mndande mwa pale Moizi. Bana muua. Moizi bana muua. Mimi bana wanatupa maiti yake kupori. Iko tupe kumashamba tu pale. Senye bali bakimbia bakamwanja mkata mashete hapo. Bakafukuzana na bao na banatukalisa tu machini. Afukuzana njoo shehe wabo ule akaenda mchinjia kule chini shamba. Na ule shehe njoo yeye kazi yake. Wana libana kule wakatiwa kuya. Niko nauliza hivi. Ndio. Jina lako nani? Ndio Muhamzi Bujiriri Christian. Muhamzi Bujiriri Christian. Muhamzi Bujiriri Christian. Ndio. Kwenu ni wapi? Kwetu ni Chirato, yule kwa Mhoro. Yule kwa Mhoro. Ndio. Uko mtoto wa Sebastien Mujungwe. Sebastien Mujungwe. Ndio. Chef ya mugini yenyewe natoka amo? Justin Murola. Mbona ashaka kufa? Ye garçon ake. Ye Samuel Murola. Ndio maiko chef pour le moment. Bon, nitafuta uliza hivi. Unaonekana hapa Bunyakiri haya. Hapa Bunyakiri. Mimi nilikuwa ndairudia kwanza mimi kwani kwa tumika Lomera. Ndio. Kwanza tumika Mkarere Lomera. Watu naenda huko tunatumika. Siku moja tunatoka ilikuwa vers 3h tunarudia Mkilili. Kakuta wale wakatubana. Bayo ventro wakatubana wakatufunga wakasema huko pale walete franga tutoke mu prison kwetu. Papa akajikopesha $500 akaingia pale wakatuambia tunaenda, kumbe alipitia magari za mavita akafikisha kudesere Bukavu tukawa sisi tunafungiwa kwa magari bidana na kitu kamata katupakiza mubato Aganze. Ndio mbato Aganze. Tukaenda tukafikisha kumogoma wakafikisha pale aseni wale kisoda. Sasa nikatalaka wakasharge sana mtatu wakatosha pale wakatendana hapa nafanyia formation ndio basi loko different kufanyia mwasenyi nyongera wako le nyongera bila kule 3 semaines karuzia watuma kavu yaka kama ni kafati sisi nikapoa pezo wa tembo kule mamdiriko taambia bwana nimesifanya mwaya isindafika kwetu wakutao garso wa nani wa papa nani wa kusekanti mwanakuwa na dispa mobali hawa garso ya kule kupendeza kwa wewe sio wewe kwenda kunyumba wakaniambia kwenda kunyumba haina nguvu. Kwa nani mwaya yote
ikasaidia ikafika hapa. Ulitumikia wapi na wapi? Mimi nitumikia tutoka mu centre wa Tuma Zipema Kavumu. Uko M23, uko Mzalendo, uko FARDC. Mimi kifupi sasa kwa nijitambua pale. Juu kwa ile M23 na sipendi. Haiko vile wewe uniambie uko M23, uko FARDC, uko Mzalendo. Mimi juste ili itakuwa ngumu kujibia. Uko unanicheka. Hapana, ndio papa niseme moja. Mimi niko mzalendo wa Kongo yangu. Mimi siko mzalendo wa nyingine fasi kwa Banyarwanda. Wewe unatoka mformation. Unatoka mformation ya M23 na unatumika la polisi ya M23 kisha unageuka tena mzalendo. Merci. Mimi balisema wewe unasipendi na nilikuwa kuimba na sikuwa nalipenda. Nikaomba nitoke mahali bali. Kuna mimi narudia question. Uko M23, uko mzalendo, uko FARDC. Ndio vile tunakuwa kusamisha. Katika nilikuwa ni kwa M23 ndio ilikuwa huko M23 hapo question. Sasa hii uko mzalendo ndio uko polisi au uko soda FARDC? Sio na shwa yangu wala yeye. Hapana wewe. Unatoka huko M23 au huko mzalendo? Wewe unatoka ni force M23. Huko M23. Unatoroka kazi gani? Unatoroka kizalendo, unatoroka kazi ya M23. Unatoroka kisoda M23, unatoroka kizalendo, unatoroka FARDC. Mimi natoroka kazi ya M23. Très bien. Ulifanya miezi ngapi mformation? Nilifanya 3 semaines mformation. 3 semaines ya formation. Ulitumika miezi ngapi Kavumu? Nilitumika 2 semaines. Mulitoroka bangapi? Tulishatoroka kwa Manuel Rubogo, kwa leo mwa Ushushu na minja watatu na pizza yake na Godzilla Mushi. Abo batoroka mbele shami kwa nini tu alienda na balifika tena mimi nipime kana mimi ndaenda. Mungu atanisalia mimi ndafika. Hapa Bunyakiri mko bangapi? Hapa Bunyakiri niko mie peke chunjo kwetu. Leo siku ya Mungu tarehe 16 mwezi wa 8. Unaweza kuwa na siku ngapi hapa? Leo ndio niseme deuxième jour. Deuxième jour. Chef wa mgini eski anajua kama uko hapa wala au? Chef wa mgini, chef wa mgini. Kwenye unafikia hapa Bunyakiri? Hapa Bitali. Leo ndio nimefika hapa. Kwa chef. Ushafika au yafika? Nilitafika kwa masuni. Ushafika au yafika? Nitaenda kwa masuni kutahi kwa shatoka. Sawa. Eske kwenye huko banajua kama huko M23 mimi unatoroka kazi ya M23? Kwenye niko? Kwenye huko. Pale kulifikia. Mwenye unafikiria kwa ndugu yako. Bana kama huko M23 mwenye ulitoroka? Mimi